Narudi kwa ndugu yetu Chris Kimuya upande wa pili akiwa katika eneo la Jivanjii papa hapa Nairobi. Chris. Naam. Shukrani sana kwa subira. Endelea, nafasi ni yako. Naam, asante sana Hukumu na Sakali kwa muda huo. Tunarejea tena katika bunge la Maisha Mtaani edition siku ya leo, nikikukumbusha tu tuko katika eneo la Jivanjii hapa Nairobi, na kuambia ni katikati mwa mji wa Nairobi, na tumefanya bunge ili intentional, manake katikati ya mji wa Nairobi kuna kumbwa na maandamano, wakati kuwa na maandamano, na kama ilivyotangazwa siku ya kesho mengi yanaweza tokea. Tumalizie hilo swala kwa kupata mkaaji mmoja hapa Nairobi. Siku ya kesho maandamano iko vipi Nairobi? Umesikia watu watajitokeza? Kwa majina naitwa Peter Mwanangina. Kwangu mimi ningependa kusema ya kwamba kesho hakuna maandamano. Kesho ni siku ya kukumbuka wale ndugu zetu waliouawa na serikali mwaka jana. Kwa hivyo watu wengi wanaofikiri kwamba kutakuwa na maandamano mabaya, hakuna maandamano ya kupigana. Na mimi nawarai wananchi wote wa Nairobi, vijana, kina mama, wazee, wajitokeze kwa wingi sana, kwa sababu kesho sisi tunataka kutembea kwa amani. Serikali ndiyo inayotumia maguns. Serikali wasiabu kutumana maguns kesho waje watusumbue. Na tunajua kwamba serikali inapanga na watu wa ODM kuja kuharibu mkutano wa na hao ndio ODM ndio wamekuwa wakifadhili maguns wengi wanakaa kwa chama cha ODM. Viongozi wote wa ODM ndio wanaotuma maguns kuja kusumbua watu kwa maandamano. Kesho hatuna maandamano. Kesho tunakumbuka wenzetu waliouawa na polisi kutumia marisasi yenye wananua na ile pesa sisi tunatoa. Kwa hivyo kesho sisi tunaomba wananchi wote wa Nairobi wajitokeza kwa njia ya amani, tukumbuke wenzetu, na mtu yoyote asikuambia kwamba kesho hakuna maandamano. Msijaribu kumfuata mtu anatoka Kashagwa. Kashagwa ni muoga. Yeye watu wanaandamana, watu wanaumia, yeye hasemi chochote ile. Yeye anatokeza kila siku anasema ya kwamba wewe usijitokeze, watu wasitoke, watu waende maandamano. Kesho tunasema tujitokeze kwa wingi, tukumbuke ndugu zetu, tukumbuke dada zetu wenye waliuawa. Na mimi naomba vijana msija kwa ubaya, msibebe chochote, bebeni simu, kitambaa cheupe na bendera yetu ya Kenya. Sisi tutembea kwa amani, tuenda kwa amani, tuhubiri amani. Asanteni. Asante sana. Maoni ya wakazi wa hapa Jivanjii wakisema kuwa kesho watafanya procession ya amani kama vile walivyosema. Nataka tuzungumzie swala jingine. Kumbuka kuwa siku ya jana Rais William Ruto alitia saini mswada wa fedha ambao utakuwa ukitumika katika mwaka huu wa 2026-2027. Maoni ya wakazi wao, na nataka tuangalie, tusiangazie wenyewe, tuangazie wabunge ambao walikosa kufika bungeni wiki iliyopita wakati wa kupiga kura. Nataka kuzungumza na wananchi waniambie maoni yao kuhusiana na wabunge hawa ambao walikosa kufika bungeni siku ya leo. Tupate hapa mmoja. Chris, first of all, my hand has been up. Allow me to speak on the issue of maandamano. Okay, dakika moja. My name is Kira Mishael. I am chairman Bunge la Mwananchi Nairobi Metropolitan and a member and a leader here. The issue I will take on two categories. One, politicians, and it has not started now. We saw last week when I saw Orengo, Martha Karua, Gitobu Imanyara, Akina Kivuta coming out, I knew they were hijacking the good intentions of our Gen Zs. And now, the second team is the members of the Fourth Estate. Even here we are with you, we are telling you hakuna maandamano, wewe bado unazidi kutuambia kwamba kuna maandamano. These Gen Zs have been genuine. They said they are coming out to commemorate their lost colleagues. And as long as we allow these people, the politicians, to take advantage, then we will have chaos. Because there is nothing that politicians organize that is not chaotic. And so in that confusion, what is happening is that we will be giving other interests, maybe people from the government, like it is being said, but also others that are always lacking there, waiting for such an opportunity to come and infiltrate. When they do, then innocent Kenyans lose their lives. I would want a situation where we are saying it is peaceful procession, because I also saw Orengo and the team were actually, just like Gachagua has talked, Orengo and the team actually asked Kenyans to stay at home. Now the question that is ringing in my mind, if this is a peaceful walk in memory
in commemoration of those Gen Zs, then why ask Kenyans to stay home? Actually, we should be asking Kenyans to come out. Now, on that, why did the Gen Zs go out in 2024? It was about the finance bill. We've seen another finance bill coming in. But also, let's see the deceit in the politicians. Whenever there is a bill in the House that is being discussed that is concerning mwananchi wa kawaida, they are not there. They are either in their committees or they have gone abroad, doing benchmarkings, doing what God knows what they are doing out there. But when it is their own salaries and allowances, they are all in there. Now, look at it this way. We have seen those who betrayed us. They are on it again. How can more than half of this bloated parliament fail to show up on such an important day? Because we would have seen you either being there. Well, I saw my MP because I vote here in Starehe. Amos Mwago was there and he voted. But going forward, we must be able to call out our MPs. And I think it is time that Kenyans, we revoke the section of the Constitution that allows us to recall these people. We don't have to wait for 5 years because we know they are not they are not well-intentioned, they are ill-intentioned. It is their bail is fast. And then part of them are also the people who wire us goons. My friend, goons are both on the government side and on the politician side. And on the opposition side, let Gachagua not come to lie to us. Gachagua has a very bad record on this earth. Recently, he told us he was going for leave for 45 days. Why is he speaking? And who needs his ideas? What has Gachagua ever achieved in life? Nothing. Gachagua actually thrives in dividing this country, and we should not listen to him. Let us give opportunity to the young people as they come out. But I also want to call on restraint and tolerance on both sides, on the side of government, on the side of the participants that are going out tomorrow, and on the side of the politicians. Let us respect that one life lost is too many. Asante sana. Unadhani wabunge hao wafanyiwe nini ama wachukuliwe hatua gani wale ambao hawakupiga kura na ambao hawakufika katika mswada wa fedha Alhamisi iliyopita? Majina ni Etemesi Vincent, leader majority hapa bunge la mwananchi. Mimi kwa maoni yangu hawa wabunge, kwanza mtu kama Ndindi Nyoro amekuwa akilalamika sana kuhusu hii finance bill. Inakuja siku ya kupiga kura hii jamaa kuonekana. So hawa bunge kuna vile wanatu blackmail. Na hawa watu tunafaa wapiga kura wa kwao wote, all constituencies zile wale wako show up. Wapelekwe nyumbani tafadhali. Juu hakuna kitu wanasaidia mwananchi. Wako pale ku represent mwananchi wa kawaida. Sio their own grievances. Hiyo si mzuri. So kama wanaona ile kitu walifanya ni mzuri, waende wakae kule. Kama ni Tumbocrats wakae kule, wakule pesa ya serikali vile walikula. Unajua huwezi kaa kwa nyumba kama hujalipwa. Asante sana. Tupate mwingine. Mambo ya wabunge, wafanyiwe nini hao wabunge ambao hawakufika kupiga kura? Kwa majina Joseph Odiwuor, mimi ndio youth leader bunge la wananchi. Nataka kusema hivi, failure ya hii nchi inatokana na hao wabunge wetu. Hizi shida zote ambazo sisi wa Kenya tunapitia inatokana na hao wabunge wetu, kwa sababu wabunge wako na mamlaka kuliko executive, kuliko judiciary, lakini jinsi wanavyotumia ugwiji wao ni tumbo na zile interests zao. So mimi kama Mkenya nasema hivi, according to article 1 of the constitution, inatupatia power is either tunaweza exercise it directly or indirectly. So mimi naona hivi, hawa wabunge tusiongoje miaka 5. Hii miaka 5 ni mingi sana. Hawa wabunge tuwa call off juu, tuandikeni ni barua tuweze kuwa na election ingine ili waweze kutoka katika hizo vitu. Tupatie wale vijana wale ambao expertise ambao wanaweza kubadilisha nchi hii, kwa sababu jinsi tunavyoendelea na hii nchi, hizi shida zote ni hao wabunge. Kwa mfano naweza tumia mbunge mmoja, mbunge wetu wa Lang'ata ambao ni Felix Odiwuor Jalango. Huyo ndio gwiji sasa amepewa kazi tenda ya kuwaya magunzi katika nchi hii.
Yenda amepewa hiyo tenda na siogopi kusema. Ni madai ama una udhibiti? Tuko na madai na haki, tuko na all evidence. Mimi ni mkaji wa Lang'ata. Mimi natoka Lang'ata, Iras constituency, natoka Lang'ata constituency, Iras ward. Na nasema kitu ambayo iko. Kuna siku tulikuwa tunaenda kupeleka petition na mabarabara, South Sea mabarabara ni mbaya. Tulipokuwa tunaenda kupeleka petition, Jalas alituaia guns, akatuattack nayo. Mapolisi wetu waliatakiwa na maguns na akatoa pistoli. We have that evidence. Na videos ina circulate everywhere. Hakuna ile kitu na anasema ati ako kwa power, hakuna kitu ambacho anaweza kufanyia. We as Kenyans, we have that power. Na nataka kuambia Jalas hivi, we as Kenyans sisi ndio tuko na hiyo mamlaka. Ni sisi ndio tuko na hiyo power. Asante sana, maoni yake hayo na si maoni ya Radio Maisha. Tupate mwingine hapa. Unadhani hao wabunge wafanywe nini ambao wakufika kupiga kura kwa mswada wa fedha? Nitakushikia hii microphone. Yes. Alright, mimi naitwa Kimbi Kimbi. Mimi ni bunge coordinator Kenya nzima na Brown. Kitu ya kwanza, asanteni kwa kunipatia hii nafasi. Mimi maoni yangu yenye ni yangu sio ya Radio Maisha. Ya kwanza chenye nataka kusema, wabunge wetu wanatufail sana. Sababu wakati tunawahitaji wasimame na sisi ni wakati hao wanatutoroka. Hiyo madai yenye wanasema ati wabunge wanatumiwa kwa magunzi, hiyo naye sijasikia mimi. Naishi hapa Kenya sijawahi ona. But hao wabunge wafukule tu itam yao waende. Next round tuanze na wabunge wengine wapya, sababu vijana wa hii nchi, vijana. Bunge wako ni nani kwanza? Babu ule naye ni mkora. Maoni yake hayo, tutakuwa tunaendelea. Nataka tu balance gender, tupate mama pande ile. Nataka nivuke upande huu ndiposa tukaweze kupata mwanamke, alafu tuvuke pande ile. Wabunge walikosa kufika kupiga kura. Maoni yako ni gani? Okay. Kwa jina naitwa Justa Njeri. Sauti. Kwa majina naitwa Justa Njeri. Katika hiyo mlengo na katika hiyo maoni kuna milengo mbili. Hao wabunge ambao hawakukuja kuvote hiyo finance bill ni kwamba tunaweza washuku sababu labda walikuwa wamelipwa wasikuje. Sababu kama wangekuja waseme no, hiyo finance bill haingefika quorum. Sababu walifanya quorum ya watu 122 plus 8 wale hawakuvote. Kwa hivyo ndipo walitafuta 3/4. Lakini wale 187 wangekuwa hapo wavote no, hiyo quorum haingefika 3/4 ya kupitisha hiyo mswada. Kwa hivyo hata hao watu tunawaangalia na njicho pevu sana. Tumenjua hata wao ni kama walikuwa wana vote yes. Wabunge walikosa, na kila mwananchi achunge sana na afuatilie kama mbunge wake alienda. Kama hakuenda amuinikurund ya kwamba alivote yes. Because if he was there angevote no, at least ingefanya ile mswada kufanya nini, kuanguka. Lakini walinjibicha hivyo ndio warundi kwao waseme sisi hatukusupport hiyo finance bill. Hao walisupport finance bill in an indirect way. Asante sana. Nadhani wabunge wanasikiza jinsi wananchi wao wanatoa maoni hapa. Tupate huyu wabunge, mbunge wako alifika, na kama hakufika unadhani hatua gani ichukuliwe? Kwa majina naitwa Mjuku, rais wa bunge la mwananchi Embakasi chapter, na mimi nataka kusema kwamba shida kubwa ni wa Kenya. Shida kubwa ni sisi wenyewe. Kwa sababu unapata ya kwamba Mkenya anasema kwa mbunge wangu hakuenda, mbunge wangu alienda. Lakini kuna tatizo katika kwenye financial bill. Hiyo ndio nafaa kujiuliza. Kwa sababu kuna narrative ya kwamba wale viongozi ambao wameiba hii Kenya wakati wako kwa mamlaka ananiweka na pressure kwamba hii bajeti ni mbaya. Ndio maana ila nadhani iwe bajeti ni nzuri ama ni mbaya ingefaa ipigiwe kura. Inafaa ipigiwe kura, na wale ambao walifika zaidi ya mbunge 120 walifanya haki. Shida ni kwamba mtu kama mbunge wa Kiharu ambaye hakukuwa bungeni, lakini ukikuja kwa mambo ya ranking anapatikana nambari 1. Ndio maana nasema kwamba wabunge wetu wote wengi, asilimia kubwa wote ni wakora. Wanaangalia tumbo yao,
hawaangalie masuala ya mwananchi, kwa sababu mwananchi anategemea mbunge. Mbunge akona mamlaka ya kuita rais katika kwenye bunge kuuliza rais nini maswali. Mbunge huu mmoja akona haki ya kufanya Kenya ikuwe nchi bora. Mbunge huyu anasema kwamba serikali imefelisha mambo ya afya. Mbunge huyu mmoja anasema kwamba serikali amefanya mambo ya elimu inadorora, ya kwamba nani mwenye mamlaka? Nani mwenye fedha ambaye anapeana fedha ya elimu? Nani mwenye nguvu ya kuita minister katika kwenye bunge? Si ni mbunge? Huyu mbunge moja ndiye anadanganya, wakati yeye akienda katika kwenye msalani anapewa pesa yake anakula. So tatizo la Kenya sio rais. Tatizo la Kenya ni wabunge ambao wanachagua wabunge ambao ni wash. Hapo ndipo Asante sana, tupate mwingine hapa. Asante sana kwa majina naitwa Sauti. Asante sana kwa majina naitwa Muhindi Aswani. Mimi kwa mtazamo wangu nitasema article 1 of the constitution nasema power belongs to the people. Na people are supposed to exercise their power directly or indirectly. And we exercised our power directly in August 8th 2022, tukapitisha wabunge wakaenda pale bunge, and they have failed us. Wako na kazi tatu: representation, oversight and legislation. 188 MPs juzi hawakuonekana kwa bunge kupiga kura ya finance bill. Ni waoga, nao ndio wametufail kabisa. Na pia sheria ya Kenya inasema kazi ya mbunge ni ku-oversight executive. Kama wana oversight executive na wanasema serikali imefaili, mbona wasiricall off Rais William Samoei Ruto? Ni waoga, wanaenda wanachukua pesa wanakuja wanadanganya wa Kenya huku. Number 2, I urge all opposition MPs to get to know what finance bill is, because the other day niliangalia proceedings za National Assembly. Unaangalia mtu anasema one term, anasema serikali ni mbaya haifanyi kazi, akiulizwa swali kwa finance bill anashindwa kueleza. Nimrod Mbai mahali huko Majimbo Kalasinga na Ndindi Nyoro, tafadhali someni so that hata sisi tukisema mambo yetu mnajua ni nini tunasema. Hapana enda pale unasema kitu ile ambayo iko pale. Number 3, kwa representation mmeshindwa kuturepresent. Kilio ya Wakenya iko juu, kuna wale wanaunga mkono, kuna wale waungi mkono. Tafadhali mseme mambo ya ukweli na muonekane kwa bunge. You are eating taxpayers money and you are not representing them. Asanteni. Asante sana tu wa mwisho hapa, alafu tuelekee kwa swala jingine. Asante sana. Jina langu ni Josephat Mutua Waema, mwanaharakati, mwanasiasa and the chief strategist wa bunge la Mwananchi Social Movement in Kenya and Diaspora. Leo nimesimama hapa bila woga wowote kuchangia juu ya finance bill na pia maandamano ya kesho. Tuangazie tu wabunge wenye wako. Kwanza nataka kuangazia wabunge kinanga ubanga. Kwanza kitu ya kwanza, kulingana na utafiti wangu, wabunge wale walikuwa wapige kura aidha kukataa ama kupitisha mswada wa finance bill. Nao pia walipewa pesa, wengine wakaenda kujivisha Mombasa, na fikiria mmoja alionekana White Sands Beach Mombasa. Kwa hivyo waliangusha wa Kenya na kutangaza kinanga ubaga. Nikiwa mwanasiasa, mimi nasimama Ngara kama MCA, nataka kusema hivi, wale wote ambao hawakuenda kupiga kura tunaweza kuwalinganisha na wale walipika yes. Wana Kenya, nataka kumwambia mahali muko saa hii hatuchezi, we must liberate our country. Na ninasema hivi, wambunge hao mkiniangalia, wana Kenya popote mlipo, from east to west, north to south, yule aliyekwenda mbungeni, kama mnapeleka wambunge nyumbani aonyeshwe red card, hata kama ni mimi. Sasa wambunge, watu wengi hawakusoma finance bill. Mimi nilisoma finance bill kuanzia kiperenge cha kwanza mpaka cha mwisho. Na finance bill siku ya participation ilikuwa di Kenya School of Government. Nilishangaa baada ya kikuja hapa baada hiyo siku kudanganya watu anafanya ile inaitwa public participation, article 10 national values. So what the body was coming here was to come and massage Kenyans. Hii sio siasa, hii sio mambo ya upinzani ama wale wako kwa power, is about our country. So we cannot be massaged. So wao ma MPs wote ambao walitusaliti tutawaonyesha cha mtema kuni